Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imekuwa pia ikifuatilia matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao wamekuwa wakihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 eneo la mahakama ya Kisutu, huku katika mipango yao na mipango ya chama hicho wakilenga kufanya vurugu kwa lengo la kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa mtuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu, anayetarajiwa kupelekwa mahakamani siku hiyo ambayo nimeitaja. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaanza kwa kuwakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Mamlaka hizi hazipaswi kutishwa, na Jeshi la Polisi kama msimamizi wa sheria haiwezi kutoa fursa ya mahakama kutishwa wakati ikiwa inatekeleza majukumu yake ya kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha kuhusiana na nia hiyo ovu. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha, lakini wale wote wanaopanga kutekeleza nia hiyo ovu kuwa wasishiriki kwenye mpango huo, na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa onyo kali. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa onyo kali kuwa wale wote ambao wanapanga mpango huo ofu sio Mungu. Sawa, bosi wako najua hutamwambia, lakini vyombo vya habari vitamwambia. Yeye sio Mungu, asitaki kututisha. Hii nchi ni yetu sote na mshahara wake tunalipa sisi wananchi. Tunaelewana vizuri? Sheria kifungu cha 180 inasema wananchi wana haki ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi wanavyotaka. Kesi ya Lissu ni kiongozi wa umma, ina public interest. Uongo kweli? Wananchi wanataka kujua kiongozi wao mambo yake yanaendaje. Tarehe 24 Alhamisi wote tukutane Kisutu mahakamani. Tutaita vyombo vyote vya kimataifa mnavyovijua vimulike udikteta wao. Muliro akicheza tutamshtaki The Hague kwa ubabe wake na udikteta wake. Tunaelewana vizuri? Tutampeleka The Hague, tutamburuza, asitaki kututisha sisi. Kama sheria inamruhusu atuambie ni kifungu gani kinamwambia yeye ana mamlaka ya kupiga marufuku watu kwenda mahakamani, na tutaenda. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Njoo mahakamani, usifanye fujo, chukua kitambaa chako cheupe funga hapa mkononi. Twende tukasikilize kesi ya kiongozi wetu. Tunajua ni kesi ya uongo, tutashinda hiyo kesi na tutashinda nchi hii, tutabadilisha maisha yetu kwa pamoja.